Mtazamaji wa ACTV, ikiwa ni tarehe 13 mwezi ni wa kwanza mwaka 2026, ikiwa ni siku za mwanzoni kabisa mwezi huu wa kwanza, lakini mwanzoni kabisa mwa mwaka 2026. Na mimi ni Samuel Thomas. Lengo ni kukuletea yale yaliyojiri katika vichwa vya magazeti kwa siku hii ya leo. Tutakufahamisha yale yaliyotokea katika taifa letu la Tanzania, lakini siku ya jana ikiwa ni siku ambayo ni ya mapinduzi ya Zanzibar, na mengi yameshuhudiwa yale ambayo yamefanyika katika kipindi chote cha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Karibu sasa nikupitisha katika vichwa vya magazeti kwa siku hii ya leo, tukiangalia habari ambazo zinagonga vichwa katika magazeti kwa siku hii ya leo, kurasa wa mbele wa magazeti, lakini pia tutakupitisha katika habari za michezo na burudani. Kikumbuka tu kwamba leo tarehe 13 mwezi huu wa kwanza kutakuwa na finali ya kibabe kweli kati ya Young Africans na Azam. Wanalambalamba hawa kutoka Chamazi katika jiji hili la Dar es Salaam, nyasi za kule visiwani Zanzibar, kiulizana nani anakwenda kulibeba kombe la mapinduzi katika msimu huu 2025 2026. Karibu sana, sasa nikupitisha katika vichwa vya magazeti kwa siku hii ya leo, na bila kupoteza wakati ninaanza na gazeti hili la Nipashe. Katika ukurasa wake wa mbele kabisa, habari kubwa inasema miaka 62 ya mapinduzi, wafungwa waliopata msamaha wafunguka. Ni habari inasomeka namna hiyo, lakini pia kuna kidokezo hapa, anasema ni walioachiliwa kwa msamaha wa Rais Mwinyi walitumikia vifungo virefu, wamo waliokaa gerezani kwa zaidi ya miaka 26, waeleza waliojifunza kuwafanya wawe raia wema. Ni habari kubwa hiyo, ukurasa wa kwanza magazeti hili la Nipashe katika ukurasa wake wa kwanza. Lakini pia katika ukurasa huu wa kwanza gazeti la Nipashe iko habari nyingine hapa, inasema udhibitisho wa uongo chanzo kesi kutupwa. Habari inasomeka namna hiyo, udhibitisho wa uongo chanzo kesi kutupwa. Habari hii inapatikana ukurasa wake wa mbele, lakini utaisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wake wa 5. Hali kadhalika habari nyingine nasema simulizi wasioona, sema kwao Januari hadi Disemba ni shida, wanakula mlo mmoja. Habari inasomeka hivyo ukurasa wa kwanza gazeti hili la Nipashe. Lakini pia kwa upande wa habari nyingine hapa inasema Irani yailaumu Marekani uchaguzi Uganda wa pamba moto. Habari inasomeka namna hiyo. Utapata kusoma habari hiyo kwa undani zaidi utakapopata nakala gazeti la Nipashe katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili. Nikiangalia sasa kwa upande mwingine gazeti la Mwananchi, habari kubwa ukurasa wake unasema kitimtimu cha usafiri, wazazi wa haha kusafirisha wanafunzi, wakieleza kilichowachelewesha wenye mabasi kicheko, magari ya kifurika abiria. Ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa kwanza wa gazeti hili, lakini pia kuna habari picha hapa ikionyesha baadhi ya abiria ambao wanasafiri kwenda katika mikoa mbalimbali ya Tanzania wakiwa wamefurika katika stendi ya Magufuli hapa jijini Dar es Salaam, na wengi wakiwa na watoto wao, wakiwa na wanafunzi katika kipindi hiki ambacho wengi sasa wanarudi shuleni. Ni habari kubwa ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia habari nyingine nasema undani biashara ya sehemu za siri, utapata kusoma habari hiyo. Hali kadhalika Bobi Wine Museveni jino kwa jino, ni kile ambacho kinaendelea kule nchini Uganda, ambapo nchi hiyo sasa inaelekea katika uchaguzi mkuu wa kumpata rais wa kuendelea kuiongoza nchi hiyo. Lakini pia Museveni bado kitupa karata yake kuendelea kuliongoza taifa la Uganda. Bobi Wine na Museveni sasa wanachuana huko nchini Uganda, na wananchi wa Uganda watafanya maamuzi nani ambaye watakwenda kumchagua kuwa rais wao katika awamu nyingine. Habari nyingine nasema miaka 62 ya mapinduzi na mageuzi ya kiuchumi. Habari inasomeka hivyo katika gazeti hili, lakini pia kuna habari picha hapa inaonyesha askari wa jeshi la wananchi JWTZ hawa wakiwa katika gwaride kule visiwani Zanzibar katika miaka 62 ya mapinduzi ya mageuzi, miaka 62 ya mapinduzi huko visiwani Zanzibar. Hali kadhalika habari nyingine katika gazeti hili ni habari picha hizo ziko namna hiyo, utapata kusoma mwenyewe kwa ndani wake mara baada ya kupata nakala ya gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, habari kubwa inasema Kikwete mapinduzi yameibadili Zanzibar. Habari inasomeka namna hiyo, wadau wampa 5 Mwinyi kuondoa ubaguzi. Habari inasomeka hivyo. Lakini kwa upande mwingine mabadiliko chanya ya mtazamo mfumo unaopatikana katika familia, utapata kusoma habari hiyo kwa ndani wake katika ukurasa wake wa pili. Na hapa kuna picha inaonyesha rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi akiwa na mjane wa rais
wa kwanza wa Zanzibar Abeid Amani Karume, inasomeka hivyo habari picha hiyo. Lakini pia kuna habari nyingine nasema vikosi vya ulinzi vyazungumzia amani, ni habari hiyo katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Nikizidi kuperuza zaidi katika magazeti mengine, kuna gazeti la Zanzibar Leo. Katika upande wa gazeti hili habari kubwa inasema Dr. Mwinyi atunuku nishani za mapinduzi, ni katika kuelekea miaka 62 ya mapinduzi. Actually ni miaka 62 ya mapinduzi ambapo Dr. Mwinyi amewatunuku nishani za mapinduzi, ni rais wa Zanzibar huyu, na mambo hayo yamefanyika huko visiwani Zanzibar. Lakini pia habari nyingine nasema vikosi vya ulinzi vya pamba kilele cha miaka 62 ya mapinduzi. Habari hiyo inaandikwa katika gazeti la Zanzibar Leo. Habari nyingine nasema serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya, ni habari inasomeka hiyo. Utasoma habari hii kwa undani wake katika ukurasa wa pili mwa gazeti hili la Zanzibar Leo. Limepambwa na picha mbalimbali katika ukurasa huu wa mbele hapa. Lakini pia kuna habari nyingine nasema Wanu apania kuinua elimu Makunduchi, ni habari hiyo inasomeka hivyo, utapata kuisoma katika ukurasa wake wa 3 mwa gazeti hili la Zanzibar Leo. Nikizidi kuangalia zaidi magazeti mengine ambayo yako siku hii ya leo, ambayo imetufikia hapa studio kwa siku hii ya leo. Katika gazeti la Uhuru, miaka 62 ya mapinduzi, Rais Samia ahimiza amani mshikamano, habari inasomeka hivyo. Lakini pia habari nyingine nasema wajasiriamali wafunguka umuhimu wa amani nchini, habari inasomeka hivyo. Dr. Mwinyi ajivunia mafanikio yaliyopatikana, ni rais wa Zanzibar Mheshimiwa Mwinyi akizungumzia yale ambayo yamefanyika katika miaka 62 ya mapinduzi. Mengi yamefanyika na kumekuwa na mafanikio makubwa kabisa katika miaka 62 ya mapinduzi. Gazeti Uhuru, habari nyingine nasema fursa kemkem kusoma Uturuki. Utapata kusoma habari hiyo kwa undani wake zaidi. Ni katika habari za kitaifa kwa siku hii ya leo, pamoja na habari ambazo zimepewa kipaumbele kwa upande wa kimataifa. Na moja kwa moja sasa tugeukie huko viwanjani, tukaangalia yale ambayo yamejiri katika upande wa habari za michezo na burudani. Na bila kupoteza wakati, naanza na gazeti la Mwanaspoti, gazeti mahususi kabisa katika habari za michezo na burudani. Habari kubwa inasema Mapinduzi Cup leo Jumanne saa 10:30 jioni, Azam FC na Yanga wanasema fainali yenye mambo mawili. Ni fainali yenye mambo mawili. Kwa vyovyote vile lazima apatikane mshindi, lazima apatikane bingwa, lazima apatikane atakayetoa kombe la mapinduzi katika msimu huu wa 2025-2026, ambapo Azam FC pamoja na Young Africans watoto wa Jangwani wanamenyana na Azam FC watoto kutoka kule Chamazi, wengine wanasema lamba lamba. Habari nyingine nasema striker mpya Simba apewa miwili, na ni habari inasomeka hivyo. Lakini beki ataka viungo vijana Msimbazi, habari inasomeka katika ukurasa wake wa kwanza gazeti la Mwanaspoti, gazeti mahususi kabisa kwa upande wa habari za michezo na burudani. Lakini pia gazeti hili limepambwa na picha za wachezaji wa Young Africans pamoja na makocha wao, lakini pia picha za wachezaji wa Azam FC, lakini pia ikiwa imepambwa pia na kocha wa Azam FC Ibenge huyu. Lakini makocha hawa wakitambiana, kila mmoja akiamini kwamba ana kikosi bora na ana uwezo wa kutoa kombe hili la mapinduzi. Ni mechi ya kibabe kweli kweli hii. Na ikumbuko tu kwamba Young Africans anaingia finali mara baada ya kuichabanga Singida Black Stars kwa goli 1-0, goli ambalo limefungwa na mchezaji huyu kutoka kule Kongo, sio mwingine ni Maxi Pierre Nzengeli akifunga goli maridadi kabisa, na Singida akiambulia 0. Lakini kwa upande wa Azam ametinga finali mara baada ya kuichabanga Simba ya jijini Dar es Salaam goli 1-0, na hivyo kuiondosha katika finali hii. Na sasa ni Young Africans na Azam FC wanakutana siku hii ya leo majira ya saa 10:30 jioni. Nani atatoa kombe la mapinduzi? Ni mara baada ya dakika 90.
Habari kubwa hiyo ukurasa wa kwanza magazeti la Mwanaspoti. Lakini nikizidi kuperuzi zaidi habari za michezo na burudani katika baadhi ya magazeti mengine ambayo tunayo hapa studio, nikijaribu kuangalia hapa kwa undani zaidi katika upande wa Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani, ukurasa wake wa nyuma kabisa. Habari inasema Azam Yanga za kamiana fainali Mapinduzi. Yanga Azam za kamiana fainali Mapinduzi. Habari inasomeka namna hiyo katika ukurasa wa kwanza magazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini Dr. Mwinyi afurahia ujenzi miundombinu ya michezo, ni katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Makocha Taifa Stars kusaka vipaji bara na huko Zanzibar, ni habari hiyo inasomeka hivyo, habari nyingine ya michezo hiyo. Lakini kwa upande wa gazeti hili la Zanzibar Leo, habari za michezo na burudani, Yanga Azam finali ya kihistoria NMB Mapinduzi Cup, habari inasomeka hivyo. Lakini Malindi yaopoa kocha Mbeya City, ni ukurasa wa nyuma gazeti la michezo. Azam ya jinadi hii kubeba kombe mbele ya Yanga, ni atakayechanga karata zake vizuri basi anaweza katoa kombe hili la Mapinduzi. Lakini kwa upande wa gazeti la Uhuru, habari katika ukurasa wake wa nyuma, Yanga Azam FC finali ya kibabe, habari inasomeka namna hiyo. Hali kadhalika ukweli afya ya Alistar iko hivi, utapata kusoma habari hiyo. Migwidi huyu Isa Simba hapa toshi Januari 31, habari inasomeka namna hiyo. Ni habari za michezo na burudani mtazamaji, na kama ndio kwanza unaungana nasi kipindi hewani, ni magazetini leo, na mimi ni Samuel Thomas ambaye nakudadafulia habari za michezo na burudani, ambapo tayari nimekwisha kusomea habari ambazo zimegonga vichwa kwa upande wa kurasa za mbele katika habari za kitaifa na zile habari za kimataifa. Gazeti la michezo na burudani ukurasa wa nyuma, gazeti la Nipashe, Yanga Sports Club Azam FC finali ya kibabe, habari inasomeka namna hiyo. Lakini beki Asante Kotoko kusajiliwa Simba Sports Club, ni habari nyingine inasomeka hivyo kwa upande wa habari za michezo na burudani. Katika ukurasa wa nyuma gazeti la Majira, wao wanasema Azam FC Yanga finali ya kibabe leo Mapinduzi Cup, habari inasomeka namna hiyo kwa ndani wake kabisa. Na hadi kufikia hapo hatuna la ziada katika kipindi cha magazetini leo, ambapo nimekufahamisha yale ambayo yamejiri katika upande wa habari za michezo na burudani, lakini pia nimekusomea habari za kitaifa na zile habari za kimataifa, tukiangalia Bobi Wine pamoja na Museveni wanavyonyukana kule Uganda kuwania nafasi ya urais katika awamu nyingine, na uchaguzi huo unakwenda kufanyika ndani ya wiki hii. Nani ataibuka mshindi katika uchaguzi huo ambao unafanyika huko, ni habari ambayo tumekusomea katika habari za kimataifa. Lakini kwa upande wa habari za michezo na burudani tumeangalia kila ambacho kinakwenda kufanyika leo majira ya saa 10:30, ambapo Young Africans na Azam FC wanakwenda kumenyana katika finali ya kombe la Mapinduzi. Kwa upande wa habari za kitaifa, habari kubwa kabisa ambayo imegonga vichwa katika magazeti mengi kwa siku hii ya leo ni kuhusiana na mapinduzi ya Zanzibar ambayo yamefanyika katika siku ya jana kule visiwani Zanzibar. Hatuna la ziada, ni kutakia utazamaji mwema vipindi vingine vinavyoendelea kupitia SCTV. Mimi ni Samuel Thomas.